kuna watu wengi sana wamekuwa wanahitaji kuanza kujifunza coding, programming. Lakini ukweli mchungu ni kwamba asilimia kubwa ya watu hao huwa wanaishia njiani. Na sio kwa sababu kwamba hawawezi, hapana. Isipokuwa ni kwa sababu tu walianza vibaya. Labda kabla ya kuendelea nikuulize swali moja. Umeshawahi kukaa mbele ya laptop, ukafungua tutorial ya programming, and then baada ya dakika 10 unajikuta umechoka, unahisi kuchanganyikiwa, hauelewi, and then unaanza kujiuliza maswali. Hivi kweli nitaweza mimi kufanya programming? Kama na wewe umewahi kupitia katika situation kama hiyo, basi nikwambie tu video hii inakufaa kabisa. Tazama hadi mwisho. Unajua, ipo siku ambayo niliweza kukaa nikajaribu kutazama watu wengine wakiongelea kuhusu coding. Wamekuwa wakionyesha maisha yao, freelancing, apps, mifumo mbalimbali ambao wameitengeneza. Nikahisi kama kuna dunia fulani ambayo mbona ipo mbali na mimi, dunia ya watu ambao wana akili sana. Nikaamini siku hizo kitu kimoja moyoni mwangu kimya kimya, ya kwamba coding sio kwa kila mtu. Ndivyo ambavyo niliweza kuamini hivyo mwanzoni huko. Lakini kuna kitu ambacho nilikuja kugundua baadaye, kitu ambacho hakuna wale ambao wanakuambia kitu hiki pale ambapo unaanza safari yako ya kuanza kujifunza coding, programming. Watu wengi hawashindwi kujifunza coding kwa sababu ni ngumu. Hapana, huwa wanashindwa kwa sababu wanajaribu kuelewa kila kitu kwa wakati mmoja, na hiyo ndio inakuwa tatizo. Unakuta mtu anaingia katika YouTube, anaandika let's say learn programming, and then ana search, anaona pale language kama Python imekuja, HTML, CSS, JavaScript, AI, machine learning. Tayari kichwa kinaanza kuchemka. Anaanza na Python leo, kesho utakuta amehamia katika JavaScript. Anaanza kuangalia mbona kama JavaScript inafanya kazi nyingi sana, anaanza kuswitch kutoka language moja kwenda language nyingine. Baada ya wiki moja anasikia kuhusu AI, tayari anaacha vile vitu vyote alivyovianza, anakimbilia huko katika AI. Na mwisho wa siku sasa unajikuta haujui kitu chochote. Na hapo ndipo ambapo wengi wetu huwa tunakata tamaa. Lakini sasa ukweli ni kwamba coding sio tu kuhusu lugha hizi language ambazo utaanza nazo. Hapana. Coding ni kuhusu namna ambavyo unaanza kufikiria. Watu wengi wamekuwa wakiingia katika coding wakifikiri wataanza kwa kuandika kodi nyingi sana, lakini wanashindwa kuelewa kwamba coding inaanza kichwani. Ni kama vile kujifunza kuendesha gari. Hautoweza kuanza moja kwa moja kushika usukani barabarani, katika barabara kuu. Kwanza utaeleweshwa concept, clutch ni nini, brake ni nini, zinafanya kazi gani, na ndipo ambapo utaanza polepole. Na hapo ndipo ambapo watu wengi sana huwa wanakosea. Unapoanza coding, usianze kwa kukariri syntax nyingi. Usijaribu kukumbuka kila kitu ambacho utajifunza. Jaribu kuanza kuelewa ile logic. Kwa mfano, programu yoyote ile ambayo unaiona, iwe ni app ya simu ama ni website, huwa inafanya kitu kimoja kikubwa. Huwa inachukua input, inafanya processing, and then inatoa output. Ndio kikubwa ambacho kinafanyika katika hii mifumo yote ambayo unaiona. Ndio msingi wa kila kitu. Lakini hakuna ambaye anayekaa akakwambia kwa lugha rahisi kuwa hicho ndiko ambacho kinafanyika. Huwa wanakupeleka kwenye coding moja kwa moja. Na ndio maana unajikuta una copy na kupaste kodi, lakini tayari unajikuta haujui kipi ambacho umekifanya. Na hapo ndipo frustration inaanza. So labda nikwambie, fikiria kitu kimoja. Unataka kujifunza mapishi, na kila siku unaangalia video za mapishi tofauti. Leo biriani, kesho pizza, kesho kutwa keki, lakini hujawahi hata siku moja kuweza kujifunza kuwasha jiko vizuri, basi tayari hapo utaona haufiki popote. Na hiyo ndio hali ya watu wengi ambao wanaanza coding. Wanahitaji kujua kila kitu kabla hata ya kuweza kutambua kitu kimoja vizuri kiundani. Let's say, chukulia mfano huu. Kuna kijana mmoja ambaye niliweza kuongea naye akiwa na miezi 6 ya kuweza kujifunza programming. Ndani ya hiyo miezi 6 tayari ameshabadilisha language 4. Nikamuuliza tu swali moja dogo. Hivi ni kitu gani kimoja ambacho umeweza kukimaliza kabisa? Je, kuna project hata ndogo umeweza kutengeneza katika kile ambacho unajifunza? Kimya. Alishindwa kutoa jibu. Na hapo ndipo ambapo ukweli unapoingia. Sio kwamba hauna uwezo, hapana. Ni kwa sababu tu haujajipa muda wa kuweza kukua. Coding ama programming inahitaji uvumilivu.
sio rahisi kama vile ambavyo utakuwa unaona katika mitandao. Hakuna mtu ambaye atakuonyesha siku ambazo anakaa masaa 2 3 anajaribu bag moja tu. Video kama hizo ama post kama hizo hautoweza kuziona sana, lakini hayo ndio maisha halisi ya programming watu ambao wanayapitia. Lakini vile vile nataka nikwambie, kama haujajiandaa katika vitu kama hivyo, basi wewe utakata tamaa mapema sana. So kama unahitaji kuanza, jaribu kuanza kama hivi. Chagua kitu kimoja, sio viwili wala vitatu, kimoja tu. Kwa mfano, chukulia unaweza kuanza na HTML na CSS kama unahitaji kuingia katika web development, au ukaanza na Python kama unahitaji kitu rahisi cha kuanza nacho katika kujifunza programming, kupata ile logic ya programming. Lakini muhimu zaidi, usiwe unakimbilia tools, jifunze basic kwanza. Na basic sio za kuweza kupuuzwa. Sasa hivi kuna framework nyingi, kuna tools nyingi, lakini basic ni muhimu sana, ndio ambayo itakusaidia miaka 2 3 na kuendelea huko mbele utakapokuwa unafanya kazi na kujifunza language mbalimbali. Usijipe pressure ya kutengeneza app kubwa sana, jaribu kutengeneza vitu vidogo vidogo, landing page, calculator to simple, vitu ambavyo unaweza kuvianza na ukavimaliza, kwa sababu tayari kuna nguvu kubwa katika kuanza kitu na kukimaliza. Unapomaliza kitu hata kama ni kidogo sana, tayari unajijengea confidence, na confidence sasa ndio ambayo itakufikisha wewe mbali. Lakini vile vile kuna kitu kingine muhimu sana. Acha kuwa ni mtu wa kujilinganisha safari yako na watu wengine. Tayari unaona kuna mtu pengine Instagram anaongelea, anasema amejifunza coding ndani ya miezi 3 na kuweza kumaster na kujiingizia kipato, then unajiona kama upo nyuma. Nikwambie tu, haujui background yake. Maybe tayari alikuwa ana experience mwanzoni, pengine ana muda mwingi kuliko wewe, or maybe ana resources ambazo pengine wewe hauna. So hiyo sio safari yako. Safari yako wewe ni yako peke yako. So usijilinganishe na mtu. So ukweli ni kwamba zipo siku ambazo utajihisi kuchoka. Utafungua laptop na hautotaka hata kuona code. Kuna siku utaona kama unaenda nowhere, hakuna sehemu ambayo unaelekea. Ni vitu vya kawaida kabisa, na sio ishara ya kwamba coding sio upande wako. Hapana, ni sehemu tu ya mchakato ya ile process ya kuweza kukujenga wewe, kukutoa hapa na kukuleta huku. Tofauti ya wale ambao wanafanikiwa na wale wanaoacha njiani sio akili, bali ni consistency. Ni yule ambaye ataendelea hata siku ambazo hana mood. Ni yule mtu ambaye anakubali kwamba hataweza kupata majibu yote kwa leo moja, lakini still ataweza kujaribu, ataweza kufanya na kujifunza, na ipo siku ataweza kufika anapohitaji kufika. Ipo siku utaandika kodi zitafanya kazi vizuri bila hata ya kukopi kutoka sehemu yoyote ile na bila ya kusaidiwa. Na ikifikia siku hiyo, kila struggle ambao uliweza kuipitia utaweza kuona maana yake na kwa nini ilikuwa ni muhimu kuweza kupitia. Utajihisi tofauti kabisa na utajiona kwamba sasa nimeelewa, na hapo ndipo safari halisi inapoanzia. So kama upo pale mwanzoni ndio kwanza unaanza ama unataka kuanza, wala usijichanganye. Usikimbilie kufanya kila kitu, kujifunza kila kitu. Usijaribu kuwa mkamilifu. Anza taratibu, lakini anza kwa usahihi. Na zaidi ya yote, kubali kwamba hii ni safari na sio mashindano, sio sprint. Unatakiwa uweze kujua hilo. Ukikimbia sana, ukishindana na watu utachoka. Ukitembea taratibu kulingana na spidi yako utafika mbali. Kama umefikia hapa katika video hii hadi kufikia mwisho kutamatisha, kuna kitu ndani yako, tambua hiko. Kama umeona video hii imekusaidia, pengine imekupa kitu, unaweza ukaweka maoni yako hapo chini, ukaongezea pia kile ambacho tumekiongelea hapa, ama ukanambia upo wapi katika safari yako ya kujifunza. Lakini vile vile kama unamfahamu mtu ambaye anahitaji kuanza coding lakini hajui aanze wapi, hebu jaribu kushare naye video hii aweze kusikia haya ambayo tumeongelea katika video hii, yanaweza yakamfaa. Tuendelee kuwa pamoja hatua kwa hatua. Like video hii, share, subscribe kama ni mgeni, kama ni mara yako ya kwanza kufika katika channel yetu ya YouTube, ili tuweze kuendelea kuwa pamoja na usiweze kupitwa na video kama hizi. Asante sana, tukutane wakati mwingine.